Bila maji hakuna uhai. Miili yetu, miji yetu, viwanda vyetu, kilimo chetu na mifumo yetu yote ya maisha inategemea maji. Dhamira yetu ya kumtua mama ndoo kichwani iende kukamilika. Ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO imetahadharisha kuwa mabadiliko ya tabia nchi yataathiri uwepo, ubora wa kiasi cha maji yanayohitajika. Unaangazia kuwa kwa sasa watu takriban bilioni 2.2 wanakosa maji ya kunywa na watu bilioni 4.2 kama 55% hivi ya idadi yote ya watu ulimwenguni wanakosa mfumo wa kutosha wa kujisafisha. Hali hii inafanya kuwa vigumu mno, kwa mfano, kufanikisha lengo namba 6 kati ya malengo 17 ya maendeleo endelevu, yani SDGs, ambayo yanaunda ajenda ya 2030 kuhakikishia ulimwengu upatikanaji wa maji kwa gharama nafuu kufikia mwaka 2030. Kwa sababu maji ni uhai. Uhai unatafutwa kwa gharama yoyote. Maji ni muhimu sana kwa uhai wa mtu. Sanjari na usafi vinasaidia kulinda afya ya jamii na mazingira. Maji ni haki ya binadamu wote ulimwenguni. Kila kona ya nchi hii kuna mradi wa maji sasa hivi. Maji ni moja ya nyenzo muhimu kabisa za kufikia malengo ya kuboresha hali ya maisha ya wananchi kijamii na kiuchumi. Halikadhalika, kiwango cha maendeleo ya jamii yoyote kinategemea kwa sehemu kubwa uwepo wa huduma endelevu ya maji na yenye ubora unaotakiwa. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasisitiza kuwa ni muhimu kwamba tufanye kazi pamoja ili kutoa usimamizi bora wa vyanzo vyote vya maji, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa maji ya chini ya ardhi ulimwenguni. Maji ya ardhini hayaonekani, lakini hatuwezi kumudu kuyasahau. Yakiwa yamehifadhiwa kwenye miamba na udongo, maji ya chini ya ardhi ndiyo chanzo chetu kikubwa cha maji safi na salama. Maji ya chini ya ardhi, hazina isiyoonekana kwa maendeleo endelevu. Kwa mujibu wa takwimu za UNESCO, matumizi ya maji yameongezeka mara 6 katika karne hii kutoka karne iliyopita, na yanaongezeka kwa kiwango cha 1% kwa kila mwaka duniani kote. Kwa kuongezeka huku, inazingatia kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yanaonekana kwa kuongezeka kwa mzunguko wa kasi ya hali mbaya ya hewa ulimwenguni, kama vile dhoruba, mafuriko, ukame au mawimbi ya joto, ambayo yanazidisha hali ya nchi mbalimbali ambazo kwa sasa zina shida na dhiki ya maji. Na kwa matukio haya basi yatasababisha shida kubwa mno katika maeneo ambayo hayajaathiriwa na hali hii. Madhara mengi ya mabadiliko ya tabia nchi juu ya vyanzo vya maji yatatokea katika maeneo ya kitropic, Tanzania ikiwemo. Tutunze mazingira, hususan uoto wa asili, kwa kuepuka kukata au kuchoma miti hovyo au kufyeka misitu hovyo. Tuepuke shughuli nyingine za kibinadamu karibu na vyanzo vya maji. Umoja wa Mataifa umesimamia hili na kusema lazima tuboreshe ufanisi wa matumizi ya maji. Utumiaji mbaya wa vyanzo vya maji utategemea ushindani mkali usiotabirika ambao unaweza kusababisha mamilioni ya watu kuhama au kusambaratika kabisa. Bila shaka kila mmoja wetu hapa ni shahidi wa madhara ya uharibifu wa mazingira kwenye vyanzo mbalimbali vya maji kila pahali Tanzania. Huko vijijini, chemchem nyingi za maji pamoja na baadhi ya mito imetoweka kutokana na uharibifu wa mazingira. Ni lazima tuchukue hatua sasa. Turudi tukapande miti, turudi tujiondoe kwenye vyanzo vya maji kufanya shughuli, tupande juu, lakini turudi tukahakikishe tunahifadhi vyanzo vyetu vya maji, na yale mamiradi, miundombinu inayojengwa tunaitunza ili maji iwe rasilimali ya kuendelea. Antonio Guterres ameongeza kuwa maji ya chini ya ardhi ndio yanasimamia usambazaji wa maji ya kunywa, mifumo ya usafi wa mazingira, kilimo, viwanda na mifumo yote ya ekolojia. Hata hivyo, karibu 20% hivi ya chemichemi za maji ulimwenguni zinatumiwa kupita kiasi na ziko hatarini kutoweka. Ni rasilimali ambayo inaweza kuisha endapo haitahifadhiwa. Naomba nisisitize kwamba maji hayana mbadala. Hivyo wito wangu kwa Watanzania wote, tutunze mazingira, hususan
uoto wa asili. Uoto wa asili anausema rais wetu ni mimea yote inayoota kiasili, tofauti na ile inayooteshwa na binadamu. Kwa hali hiyo, uoto wa asili huhusiana moja kwa moja na tabia ya nchi. Lakini pia tuepuke shughuli nyingine za kibinadamu karibu na vyanzo vya maji. Hizi shughuli zinapelekea vyanzo vile kuingiliwa mfumo wake wa maumbile na kukata kuzalisha maji. Umoja wa Mataifa unasema lipo suluhisho na liko wazi. Lazima tuongeze harakati za uwekezaji katika vyanzo vya maji na miundombinu ya maji yenye afya na kuboresha ufanisi wa matumizi ya maji. Lazima tutarajie na kujibu hatari za mabadiliko ya tabia nchi katika ngazi zote za usimamizi wa maji. Kwenye mabadiliko ya tabia nchi mambo mengi yamebadilika. Hivyo tumekwenda kununua mitambo 4 itakayoweza kufanya utafiti na ituambie wapi hasa pana maji, tuchimbe hapo maji yapatikane. Tumekwenda kununua seti 25 za mitambo ya kuchimba visima. Baada ya kujua maji yako wapi, kuna mtambo wa kuchimba visima, iwe vifupi iwe virefu, na kila mkoa utakuwa na mtambo mmoja wa kuchimba visima. Tumekwenda kununua mitambo 5 kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa. Inasikitisha wakati wa kiangazi kushuhudia mifugo inakufa, kushuhudia mazao yananyauka, mazao hayaji. Lakini tukiweza kuchimba mabwawa katika maeneo mbalimbali, itaweza kutusaidia kusave wanyama wetu, mifugo yetu isife, lakini pia kuokoa kilimo chetu ambacho kitakuwa kimepigwa na kiangazi. Kuongeza fedha kwenye usimamizi wa vyanzo vya maji. Niwaombe tu tusaidiane kuhifadhi vyanzo vya maji. Rais Samia anawataka Watanzania kuhifadhi mazingira, ikiwa ni juhudi zinazofanywa na binadamu ili kuhakikisha ulimwengu anamoishi usiharibiwe na utendaji wake, uweze kuwafanya watu waishi kwa vizazi vijavyo. Ikumbukwe tu kwamba maji ni uhai unaolinda afya na mazingira ya kila mmoja wetu.